namna unavyomfahamu marehemu, lakini sio hivyo tu, na kumwombea ili huko anakokwenda basi apumzike kwa amani. Kama utamaduni wetu ulivyo sisi wa Tanzania na nadhani na dunia yote, mara nyingi sana asilimia kubwa huwa tunawakumbuka watu zaidi ya mema yale waliotenda, hasa pale wanapokuwa wameondoka duniani. Machache huwa tunasema wakiwa bado wapo, lakini wakiondoka basi sisi sio budi kuacha yale ambayo tunaamini hata kama alikuwa na mabaya. Sisi wajibu wetu ni kuyasema yale mazuri na kumwombea Mungu aitangulize na ilaze roho yake mahali pema peponi. Nimeshuhudia watu wengi wakizungumza mazuri ya mzee wetu huyu. Mimi mzee wangu huyu mwalimu namfahamu. Wakati nimepata ubunge kwa mara ya kwanza 2020. Wakati nimefanya ziara kwenye kata hii, kijiji hiki cha Mika. Ombi la kwanza ambalo wananchi waliniomba, akiwemo na mzee wetu huyu kama mwana maendeleo, la kwanza katika yote ilikuwa ni ujenzi na upatikanaji wa shule ya sekondari ya Mika. Na alisema watoto wetu pamoja na wengine waliokuwepo, watoto wa kijiji hiki cha Mika wanakwenda umbali mrefu sana kutafuta shule ya sekondari. Na wakasema wao wako tayari kama wana maendeleo kama ambao wengi mmemshuhudia hapa. Wao wana eneo ambalo hilo mnaloona shule imejengwa hapo. Wakati huo wananiambia wana eneo lilikuwa ni poli. Hakukuwa hata na jiwe moja kwenye site ile. Ni site ambayo ilikuwa na mahindi, au ni site ambayo wananchi walikuwa wanaitunza kama sehemu ya eneo la kijiji, lakini walitamani eneo lile ichipuke shule ya sekondari kwa ajili ya kuwasaidia watoto wao. Niliwiwa na niliguswa kwa sababu kama nilivyowaambia toka mwanzo naingia, mimi ni mwana maendeleo. Na wengine walikuwa wanaelewa wakati ule kwa sababu ya aina ya siasa ambayo tulikuwa nayo katika wilaya yetu. Wengi tuliamini maendeleo ni gonya. Ukitoa kidogo ndio unapendwa na wananchi wako. Ilikuwa sio jambo rahisi kubadilisha falsafa ya maendeleo ukawaambia wananchi lazima tuache alama wakakuelewa kwa wakati ule. Nichukua nafasi kuwashukuru sana na kuwapongeza wananchi wa Mika kuelewa falsafa hili lilokuja nayo wakati ule, na nikawaambia kwa ndani. Na nikawapa tarehe ya kwanza kuchimba msingi, na mimi nilishiriki zoezi la kwanza kuchimba msingi kama kianzo cha madarasa mawili na ofisi katikati. Hata walipoenda mbele wakasema bado hujapata kibali cha ujenzi. Nikawaambia mkiulizwa na mkurugenzi kibali cha ujenzi, kwa kuwa nitashiriki siku hiyo kuchimba msingi, mimi ndo nitakuwa natoa majibu, lakini lazima tuanze ujenzi wa sekondari kwenye eneo lenu. Tulianza kuchimba msingi, na siku hata hivyo siku yake ilikuwa tia moyo, kuwashika moyo na kuonesha kwamba kweli na dhamira ya kuhakikisha kwamba natimiza ndoto zao. Ilitoa kiasi cha shilingi milioni 2 kama sehemu ya kuanzia ujenzi wa sekondari, ili wanunue tofali na tuanze kuona namna gani tunakwenda kufikia malengo ya mzee wetu huyu marehemu pamoja na wengi ambao walikuwa wanawiwa kutamani kupata sekondari kwenye kijiji chetu hiki na eneo letu hili. Nichukue nafasi kuwapongeza tena kwa mara nyingine na kumtakia kila laheri mzee wetu aliyetangulia. Ile ndoto yake na ndoto ya watu wa Mika sasa imetimia, mna sekondari na watoto wetu wanasoma bila shida yoyote. Haya tuliyafanya kwa sababu nyinyi ndio mlidhamiria kupenda tukafanya hayo. Na hapa nilipotoa milioni 2 sikuishia hapo. Nikaona harambee, nikashiriki, nikachangia. Na bado sikuishia hapo. Nilipokamilisha yale madarasa, nilikuja mwenyewe na mabati yangu kuhakikisha napaua yale madarasa ili shule inaonekana kweli kuanza ujenzi kwenye eneo lenu. Na hata nilipopaua yale madarasa mawili sikuishia hapo. Nikamwambia sasa kazi yangu ni kwenda kutafuta fedha serikalini niwape madarasa mawili mengine, mwena madarasa 4 ili shule ianze na watoto waanze kusoma. Nilifanya hivyo, sasa shule imeanza. Kwa kweli tumshukuru sana huyu mzee wetu ambaye kimsingi pamoja na nyinyi tulisimamia haya, na sasa watoto wetu wamepunguza umbali mrefu, wanapata elimu nzuri. Na leo umesikia hapa wanasema Mwenge sasa kwa shule kwa tarehe 6 unakuja kufanya uzinduzi kwenye shule hiyo. Mimi namtakia kila laheri. Wanadamu akishatangulia mbele za haki, sisi Waislamu wao tunasema hatuna sababu ya kulia sana, kwa sababu haya ni mapenzi yake Mungu. Muhimu ni kuendelea kumwombea, na kwa kuwa ameacha alama, ni wajibu wetu sisi ambao bado tuko hai na sisi kufanya kazi tunayoweza, namna yote tunayoweza kutenda wema, ili baki waendelee kutukumbuka kama ambavyo wengi mmepita mnatoa shuhuda hapa, mmebaki kumkumbuka mzee aliyetangulia. Ili safari yake ya mwisho amekwisha timiza. Kazi yetu na wajibu wetu sasa ni kuona namna ambavyo na sisi tuendelea kutenda mema, ili tutakapoondoka kesho basi wanaobaki na sisi waweze kutukumbuka na kutuombea huko tunakokwenda. Lakini mwisho sio kwa muhimu, nichukue nafasi kumshukuru sana rafiki yangu Tanzanite kwa namna ambavyo mara nyingi nimekuwa nikishiriki shughuli za maendeleo kwenye kata hii, na namna ambavyo amekuwa akinishika mkono na kunitaka na kuniomba ili niweze kuwasaidia wananchi wote wa kata hii na kijiji chake hiki, kijiji cha Mika kwa ujumla. Maana hata baada ya kuhakikisha kwamba shule hiyo imekamilika,
niliwashauri watu wa Nyasoro kule juu kwamba ni lazima na nyinyi mwanze ujenzi wa sekondari. Na nilipotembelea pia kufanya ziara nikakuta wana mgogoro fulani wa ardhi. Nikasema nitaukamilisha huu mgogoro, lazima mwanze ujenzi wa sekondari. Mimi ni mgumu sana kutoa 2,200 1,100 ile tunaita gonya, lakini naamini hiyo sio alama. Naweza likawa ni jambo moja la kufanya, lakini sio alama kwa wananchi waliokuchagua. Nikaenda nikatafuta fedha milioni 3 nikawapa ili waanze ujenzi wa sekondari. Wakaanza ujenzi wa sekondari, sikuishia hapo. Nimeambiwa kwamba walifika mahali wakakama na wakapoteana. Nimesikia diwani anasema hapa, nimekwenda tena nimechukua fedha milioni 7 nimewapa sasa ili wakamilishe yale madarasa na watoto wetu upande wa kule chini waweze kusoma ili angalau tuwapunguzie umbali mrefu na wakipata elimu. Tunaamini haya ndio ambayo sisi kama viongozi mmechagua tuyafanye na tutayasimamia kwa muda wote, kwa sababu tunajua ndio wajibu wetu. Tusipofanya hivyo kunakuwa hakuna maana sasa sisi viongozi kuwachagua. Mimi haya yote nayafanya kwa sababu nyinyi wananchi wa Bukwe na wananchi wa vijiji vyote hivi mmekuwa mkishirikiana mimi kwa namna yoyote. Yale yanayotokea kwenye uchaguzi yalikwisha pita. Kazi yetu sisi hasa wana CCM, kazi yetu sisi hasa wana CCM ni kuungana na kuchapa kazi kuhakikisha na kwenda mbele. Wilaya yetu kwa ujumla wake bado ni maskini sana. Mkianza zile kukutana kwa namna yote kwa sababu ya itikadi ya vyama au ndani ya chama mkaanza kugawanyika, hamtafanya maendeleo na mtabaki nyuma maisha yenu yote. Lazima tuungane, uchaguzi umekwisha, kuhakikisha kwamba tunaisukuma gurudumu la kata yenu hii ya Bukwe. Naye diwani mchapakazi mzuri, mmesikia anapozungumza, naombe mpe ushirikiano. Wapeni ushirikiano viongozi wa vyama, wapeni ushirikiano viongozi wa serikali, wenye viti wote wa vijiji hivi ili tuweze kufika mahali tunakotakiwa kufika. Kwa namna yote ile, mimi naashumu nachukulia kwamba uchaguzi ulikwisha kwisha. Yale mliofanya katika uchaguzi yalikwisha na yaliishia ndani ya mchakato wa kura za maoni. Tembeeni kifua mbele mkiamini sasa wajibu wetu, kazi yetu kubwa ni kufanya maendeleo, kumwenzi mzee wetu aliyetangulia ambaye nyote mmesimama hapa matoa shuhuda kwamba alikuwa ni mwana maendeleo na alitamani sana aone changes, aone mabadiliko kwenye maeneo anayoishi. Twende tukafanye, tushikamane, tufanye kazi hiyo kwa sababu ndio wajibu na ndio falsafa na ndio tutakuwa tumemuenzi kwa vitendo mzee huyu ambaye wote tumesimama hapa na kisha tunamsindikiza mbele za haki. Niwaombe sana ndugu zangu watu wa Bukwe, wengi wetu wakisha na kwenda mbele.